Kumbukumbu ya miaka 25 ya matukio ya Januari 26 na 27 mwaka 2001. Leo Wazanzibari wote na Watanzania na wapenda haki kote duniani wanaadhimisha miaka 25 tangu kulikotokea kwa matukio ya kusikitisha, ya kuhuzunisha, ya kikatili ya Januari 26 na 27 hapa Zanzibar, katika kisiwa cha Unguja na katika kisiwa cha Pemba. Mwaka 2001 maarufu kama Januari ya damu. Huu ni wakati wa kutafakari kwa nia nzito kabisa juu ya thamani ya damu ya Wazanzibari iliyomwagwa bila ya hatia yoyote tarehe 26 na 27 Januari. Utu na haki za binadamu ambazo zilivunjwa kwa kiwango kikubwa sana katika kipindi hicho. Chama cha ACT Wazalendo kinatumia fursa hii kwa kutoa tamko rasmi kuhusu mwelekeo wa taifa letu. Moja, kuwaenzi wahanga na familia zao. Tunatoa salamu za pole nyingi sana na kuwaliwaza kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, walioumizwa wapendwa wao, waliopata vilema wapendwa wao, wote katika kisiwa cha Unguja na Pemba, wakilazimika kuwa wakimbizi wengi wao na kukimbilia shimoni Kenya na maeneo mbalimbali ya dunia. Chama cha ACT Wazalendo inaamini kuwa kumbukumbu bora zaidi kwa wahanga hawa ni kuhakikisha kuwa Zanzibar haitarudia tena katika giza lile baya, giza lililogubika Zanzibar katika visiwa vyake vya Unguja na Pemba. Mbili, mwendelezo wa ukatili. Oktoba 29 na 30 mwaka 2025 inasikitisha kuona kuwa hata baada ya robo karne bado tunashuhudia madoa ya damu nchini Tanzania. Katika demokrasia yetu, matukio ya hivi karibuni ya Oktoba 29 na 30 mwaka 2025 ambapo Watanzania wenzetu walipoteza maisha na wengine kuumizwa mikononi mwa vyombo vya dola. Hii ni kielelezo kuwa bado hatujajifunza kikamilifu kutokana na makosa ya Januari 2001, miaka 25 iliyopita. ACT Wazalendo inalaani vikali sana mwendelezo huu wa matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya raia wasio na hatia na kudai uwajibikaji kwa wote waliohusika na matukio haya ya kinyama, ya kikatili katika nchi yetu ya Tanzania. Tatu, wito wa mageuzi ya kitaasisi na kisheria ili kuzuia matukio kama yale ya mwaka 2001, miaka 25 iliyopita, na haya hivi karibuni 2025 yasijirudie. ACT Wazalendo inatoa wito wa dhati kabisa kwa serikali na wadau wa demokrasia kufanya mageuzi makubwa ya haki na usawa ya kisheria na kitaasisi, tena kwa haraka sana. Tunahitaji mifumo ya kiuchaguzi na kisheria ambayo inaiheshimu matakwa ya wananchi iwe imewekwa sawa kabisa katika nchi yetu ya Tanzania.
ili kusiwe na mwanya wa kutumia nguvu kubwa ya dola dhidi ya raia wanaodai haki zao za kidemokrasia. 4. Tahadhari kwa vyombo vya dola na tume za uchaguzi. Katika kipindi hiki ambacho taifa letu linapitia kwenye mkwamo wa kisiasa kutokana na matokeo ya uchaguzi wa Oktoba 2025, tunavikumbusha vyombo vya ulinzi na usalama na tume za uchaguzi juu ya wajibu wao wa kikatiba. Jukumu lenu ni kulinda raia na haki zao, sio kuminya sauti ya umma na kuikandamiza. Kumbukumbu ya Januari 26 na 27 iwe fundisho kubwa kwenu vyombo vya dola na tume za uchaguzi kuwa matumizi ya nguvu hayajawahi kuleta amani ya kudumu, bali huacha makovu yanayodumu vizazi kwa vizazi na vizazi kwa vizazi. Hitimisho, kuelekea hatima ya haki, usawa na amani, ACT Wazalendo inasimama katika imani kuwa amani ya kweli haitokani na ukimya wa bunduki. Amani ya kweli, narudia, haitokani na ukimya wa bunduki, bali inatokana na kuwepo kwa haki, uadilifu, usawa na kuheshimiwa kwa ridhaa ya wananchi wanapoamua. Tunatoa wito kwa viongozi wote kutambua kuwa suluhu ya mkwamo wa kisiasa wa sasa wa mwaka 2025 lazima ijengeke juu ya misingi ya ukweli na haki. Maumivu ya miaka 25 iliyopita yalikuwa ni makubwa sana, yawe dira ya kutuongoza kutoingia tena katika shimo la chuki. Tukumbuke yaliyopita ili tujenge yajayo kwa haki. ACT Wazalendo, taifa kwanza, leo na kesho. Asanteni sana kwa kunisikiliza.